Rais wa Marekani Donald Trump ameanzisha vita vya biashara dhidi ya ulimwengu baada ya zaidi ya miezi miwili ya maandalizi ya tukio kuu la muhula wake wa pili. Katika sherehe iliyofanyika katika ikulu ya White House, Rose Garden, Trump alitangaza siku ya tarehe 2 Aprili kama siku ya ukombozi wa Marekani na akatangaza kwamba angetoza ushuru bidhaa zinazoingia nchini humo ambazo hazijaonekana tangu mwanzoni mwa karne iliyopita. Trump anaamini kuwa vizuizi vya kibiashara vitawalazimisha marafiki na maadui kufanya makubaliano naye ya kifedha na ya kimaeneo. Wanauchumi wanaonya kuwa maisha ya sasa yatakuwa ni magumu kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na Wamarekani ambao watalipa ushuru wa kuagiza uliowekwa na Trump. Leo ni siku ya ukombozi, Trump alisema. Ni siku moja muhimu katika historia ya Marekani na ni tangazo la uhuru wa kiuchumi wa Marekani. Tutaifanya Marekani kuwa kubwa na tajiri tena. Nchi yetu imenyang'anywa kwa zaidi ya miaka 50. Hilo halitafanyika tena. Trump kwa amri ya kiutendaji aliweka ushuru wa kulipiza kisasi wa asilimia 34 dhidi ya China, asilimia 20 dhidi ya Jumuiya ya Ulaya, asilimia 24 dhidi ya Japani na 26 dhidi ya India, kati ya nchi zingine. Nchi maskini zaidi kwa kawaida hutegemea zaidi ushuru wa forodha kuliko kodi ili kuongeza mapato. Lakini sasa Marekani itatoza ushuru wa hadi asilimia 50 nchi maskini kama Vietnam na Myanmar. Kwa ujumla, hakuna nchi itakayoepuka ushuru wa Marekani kwa ununuzi wa bidhaa zao. Kiwango cha chini cha ushuru kitakuwa asilimia 10. Ushuru wa jumla utaanza kutumika Aprili 5 na ushuru uliongezeka utaanza kutumika Aprili 9. Lakini hayo yote yanaweza kubadilika kama ilivyotokea mara nyingi na maamuzi hapo awali ya ushuru ya Trump. Alisema yuko tayari kwa mazungumzo na ikiwa mtu yeyote hapendi ushuru mpya, basi atalazimika kuondoa ushuru wake. Wizara ya biashara ya China imeitaka Marekani kufuta mara moja hatua hizi za ushuru kwa upande mmoja na kutafuta mizozo ya kibiashara ipasavyo kwa njia ya mazungumzo sawa na washirika wake. China inapinga vikali hatua hii na itachukua hatua madhubuti ili kulinda haki na maslahi yake, msemaji alisema. Hapo awali shirika la habari la China lilichapisha maelezo likiita ushuru huo unyanyasaji wa kujishinda na kusema Trump anabadilisha biashara kuwa mchezo wa kulipa kisasi. Huenda China ndio nchi ambayo imeathirika zaidi baada ya tangazo la Trump la leo, ikiwa na ushuru wa ziada wa asilimia 34 kwa bidhaa zote za China juu ya asilimia 20 ambayo tayari ilikuwa imetozwa. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema muungano wa Ulaya unaandaa hatua za kukabiliana na ushuru wa Trump, akisema kwamba Ulaya iko tayari katika harakati za kukamilisha kifurushi chake cha kwanza dhidi ya ushuru wa chuma na kuandaa hatua zaidi za kukabiliana ikiwa mazungumzo yatashindwa. Ninajua kuwa wengi wenu mnahisi kukatishwa tamaa na mshirika wetu mkuu, alisema. Lazima tujiandae na athari zitakazoletwa na tatizo hili. Akifunga taarifa yake, von der Leyen alisisitiza msimamo wa Ulaya. Sisi Ulaya tuko katika hili pamoja. Ikiwa unachukua umoja wetu, unatuchukua sisi sote, von der Leyen alisema. Umoja wetu ndiyo nguvu yetu. Alisisitiza kuwa Ulaya itasimama pamoja na wale walioathiriwa moja kwa moja baada ya kubainisha kuwa hapo awali baadhi ya nchi zilizo hatarini zaidi duniani zinakabiliwa na ushuru wa juu zaidi. Ulaya inasimama pamoja kwa biashara, kwa raia na kwa wazungu wote. Tutaendelea kujenga madaraja na wale wote ambao kama sisi wanajali kuhusu biashara na haki na sheria kama msingi wa ustawi. Dataflow inakuletea internet ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja. Inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.